Hata kipofu anaambiwa lipa fedha ya kumuona daktari, atamuonaje hali ya kuwa yeye haoni? Ili mradi ni kumdhalilisha mtu wake. Sisi tunasema makundi haya yatakuwa bure. Na siku mama mjamzito atakapokuwa amelifungua mtoto wake salama na anarudi nyumbani, itakuwa ni wajibu kwa serikali ya Democratic Party DP kumpatia lishe ya chakula ya mama na mtoto kwa muda wa miezi 3. Utafiti unaonyesha kina mama wengi wanapoteza maisha yao miezi 3 mpaka mwaka mmoja baada ya kujifungua. Wale wa mjini kule wafungatai hawajui. Lakini sisi tunatoka kwenye familia maskini tunatambua. Mama anatoka kujifungua leo, anarudi nyumbani, ikifika saa 4 anaondoa ya maji kichwani. Kwa sababu hata maji imekuwa ni anasa. Anaweka maji, anainama nyumba anachuma tembele. Mwili wa mama haujakaa sawa sawa. Jamani, miezi 9 kubeba kiume sio kitu cha polepole. Anatoka pale anakwenda kujikisha kuni na gesi mnayo Mtwara, lakini mnapikia kuni. Mna dhambi gani nyinyi kwenye dunia hii? Mama yule mwili haujakaa sawa sawa, anafanya kazi ngumu. Makekeo yake baada ya miezi 3 atapata saratani ya shingo ya uzazi. Ndani ya mwaka mmoja atakuwa amepoteza maisha. Kwa madhila na shida na manyanyaso wanaofanyiwa kina mama, sisi hatufurahishwi hata kidogo. Leo mama akipata ujauzito inakuwa ni adhabu ama dhambi na si fahari ama furaha kwa familia ambayo Mungu amejalia ujauzito huo. Mama akienda hospitali ataambiwa ulipe gharama ya kumuona daktari, ulipe kadi. Na siku hizi miezi 3 wanaambiwa uje na vifaa vyako vya kujifungulia. Ni matusi makubwa ambaye yanafanywa makusudi dhidi ya mama zetu. Mimi ninakuwa mpaka nafika miaka 10-12. Nilikuwa sijui kama mama huwa anakwenda kujifungua. Nilikuwa najua mama huwa anakwenda kununua mtoto. Tulikuwa tunaambiwa mama anakwenda kununua mtoto, sio kujifungua. Leo mtoto wa miaka 6 anajua mama leo anakwenda kujifungua kwa sababu ya maandalizi ambayo anayaona nyumbani ya kufanyika. Kila siku mama akienda kliniki aende mbeba pakacha la kuonyesha. Huku ni kutweza utu na heshima ya mwanamke. Jambo hili halimpendezi Mungu na halimpendezi binadamu yoyote aliye na akili timamu. Ikiwa Mungu itampendeza na ninyi mkanichagua, kina mama kujifungua itakuwa ni bure. Wazee matibabu itakuwa bure. Watoto wadogo na watu wenye mahitaji maalum, maana wale hawakuomba kuzaliwa wakawa na upungufu wa viungo. Sisi tuliokamilika tuna wajibu wa kuhakikisha hawa wanapata stahili zao kama jinsi tunavyopata sisi. Hiyo ndio sifa ya binadamu aliyeumbwa na Mungu. Hawa nao watatibiwa bure. Leo hii wanafanya ufadhili